Ni wazi hatma ya kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa na Watanzania wengi kuona ni nini ambacho kitatokea kwenye kikao ambacho kimefanyika leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambacho kilikuwa kinawahusisha ambaye kwanza amekiitisha hicho kikao ni waziri mwenye dhamana ya michezo, kwa maana ya Profesa Palamagamba Kabudi, kwa niaba ya serikali. Lakini pia kilikuwa kinawahusisha bodi ya ligi wakiwa na TFF, lakini pia Simba na Yanga nao walikuwa wanahusika kwenye hicho kikao, na wengi walitarajia kuona wanapata majibu yaliyo sahihi ya kile ambacho kinaendelea kwa hawa mafahari wawili, ambapo ni kuahirishwa kwa dabi yao ambayo ilipaswa ichezwe tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka 2025, ambapo iliahirishwa, na sababu ambazo zilipelekea kuahirishwa kwa mechi hiyo bado TFF hawajazitoa. Walisema wanaendelea na uchunguzi, lakini baadaye wakatoka wakasema mechi itapangiwa siku nyingine bila sababu kutajwa, kitu ambacho kilipelekea klabu ya Yanga kugoma kabisa kwamba hawatacheza mchezo huo wa marudiano. Sasa kwenye hicho kikao ni mengi ambayo yaliendelea, lakini pia ni kikao ambacho kiligawanyika kwa pande tatu, yani kiligawanyika kwenye sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa inawahusisha Yanga, ambao wao Yanga walikuwa wanaongea na waziri mwenye dhamana ya michezo, lakini pia alikuwepo naibu waziri kwa maana ya Hamisi Mwinjuma, lakini pia na msemaji wa serikali ambaye ni Gelson Msigwa, na waziri mwenyewe mwenye dhamana ya michezo Profesa Palamagamba Kabudi. Lakini pia baada ya Yanga kusikilizwa hoja zao na kujadili, wakatoka wakaingia Simba Sport Club, ambao pia waliongea ya kwao, lakini pia nao wakatoka. Baadaye wakaingia TFF, viongozi wa TFF, lakini pia na bodi ya ligi ambao walikuwa ni Kasongo, lakini pia na Wallace Karia na wengine wengi, nao wakamaliza. Sasa nilitaka nikuletee kile ambacho kilikuwa kinaletwa au kinazungumzwa na hawa viongozi mara baada ya kutoka kwenye kile kikao ambacho walikuwa wanaongea na mheshimiwa waziri. Kwanza walianza kutoka Yanga, ambapo Engineer Hersi mara baada ya kutoka alishikwa na watu kuulizwa maswali ambayo alianza kwa kuyajibu kama ifuatavyo. Kwanza alianza kwa kusema mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri wa kusema kuwa kikao chao sio sehemu inayoweza kutoa maamuzi, ila ni kikao cha kutafuta njia ya utatuzi kwa tatizo lililotokea, ila alitaka kujua kutoka Yanga nini kinawatatiza. Huyo alikuwa ni rais wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, Engineer Hersi. Lakini pia aliendelea kwa kusema kuwa tumefikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao kwa waziri, na niwahakikishie wanachama wa klabu ya Yanga kuwa viongozi wao ni imara na tunapigania maslahi ya klabu yetu. Huyo alikuwa ni Engineer Hersi akiwatoa wasiwasi mashabiki na wanachama wa klabu yake hiyo ya Yanga kwamba wao ni viongozi imara, so kwenye hicho kikao wasiwe na wasiwasi wowote, kwa sababu kile kilichojadiliwa wao wamepeleka hoja zao ambazo ndo wamekuwa wakizishikilia siku zote. Lakini baada ya viongozi hao kutoka, akatoka mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa maana ya Murtaza Mangungu, ambaye pia aliongea kwake, na waandishi wa habari wakamdaka wakamuuliza vipi, ni nini ambacho kiliendelea huko ndani. Lakini majibu ya mzee wetu huyu yalikuwa kama ifuatavyo. Yeye akaanza kwa kusema kikao chetu sisi kimejadili maendeleo ya mpira, hakijajadili walichojadiliana na wenzetu. Tungejadili mechi yetu tungeitwa kwa pamoja, ila mamlaka si ilishasema mechi yetu itapangiwa tarehe nyingine. Huyo ni Murtaza Mangungu. Lakini aliendelea kwa kusema sisi tumejadili maendeleo ya soka Tanzania. Kikao chetu sisi
hakihusiani na chao. Kama kingekuwa kinahusiana na chao tungekaa pamoja. Hivyo wao ndio wanajua walichozungumza na waziri na sisi ndio tunajua tulichozungumza na waziri. Huyu ni Murtaza Mangungu ambaye majibu yake yalikuwa ni hayo mara baada ya kuulizwa na waandishi wa habari. So yeye amekwepa kabisa kwamba ishu ya dabi haijazungumzwa. Wao wamejadili maendeleo ya mpira Tanzania, lakini maswali yakashuka chini, watu wakajiuliza, ina maana haya maendeleo ya mpira Tanzania yanaletwa na Simba, au Simba ndo ambao wanahusika kabisa kwenye maendeleo ya mpira? Ingekuwa maendeleo ya mpira, basi wangeitwa viongozi wa timu zote ambazo zinacheza ligi kuu na zinashiriki mashindano ya aina yoyote. Sasa iweje Simba tu ndo wakajadili maendeleo ya mpira Tanzania? So watu bado wakawa na question mark kwamba ni kama vitu vimeanza kuumana huko sasa, mpaka viongozi wanashindwa kutoa ni kipi ambacho kilikuwa kinajadiliwa huko, au wanaogopa kusema ule ukweli ambao ulikuwa unaendelea kule ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye hicho kikao. Kwa sababu kama ilikuwa ni maendeleo ya mpira, basi tulitazamia au tulitegemea basi viongozi wa timu zote 16 wangeitwa mle ndani wajadiliane ni jinsi gani ambavyo soka la Tanzania linakuwa. Lakini haiwezi kawa Simba tu ndo waende wakajadili maendeleo ya mpira Tanzania. So watu bado waka question kwenye hilo. Lakini baada ya hapo, baada ya hao viongozi wa Simba kutoka, waliofuata walikuwa ni viongozi wa TFF ambao waliongozwa na rais Wallace Karia, lakini pia makamu wa rais wa TFF Athumani Nyamlani, pia alikuwepo katibu wa TFF Wilfred Kidao, na mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, pia akiwa na CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Wao waliondoka nao Benjamin Mkapa, na hawa bwana waligoma kuzungumza chochote. Rais wa TFF bwana Wallace Karia alipofuatwa na waandishi wa habari, aliwaambia wazi hazungumzi na mtu yoyote, na akapanda kwenye gari akaondoka. So hiyo ikawa ndo story imeishia hapo ya hawa ndugu wa TFF na bodi ya ligi. Lakini baadaye sana usiku ulipoingia mida ya saa mbili, saa mbili kasoro, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi akiwa ameongozana na wenzake ambao ni akina Msigwa, lakini pia na makamu wake au makamu wake, unaweza tukasema naibu waziri wa michezo, utamaduni na burudani, ambaye ni Hamisi Mwinjuma, nao wakatoka kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa, na wenyewe hawakuzungumza chochote. So mpaka sasa hivi bado kizungumkuti kinaendelea. Hatima ya hiki ambacho kinaendelea ni nini, au ni majibu gani ambayo waziri atakuja kuyatoa mara baada ya kusikiliza pande zote mbili hizo, au tuseme pande zote tatu, kwa maana ya TFF, Simba, lakini na Yanga. Lakini wajuzi wa mambo wanasema hapa pila linawaangukia TFF, kwa maana inaonekana kabisa TFF wanaonekana walikosea walichokifanya. Kama ingekuwa halali, basi wangefuata sheria na kanuni za mpira, na sio kufanya kile ambacho walikifanya, ambao ndo wamefikisha mpaka hapa tulipo. So TFF wenyewe walivyokuwa wanatoka kwenye kile kikao, unaona kabisa kile ambacho kimeendelea. Sura zao hazikuwa na bashasha wala tabasamu lolote. So ngoja tusubiri ni kipi ambacho waziri mwenye dhamana ya michezo atakuja kukitoa, au atakuja kukisema mara baada ya kusikiliza pande zote hizo tatu.